Shahidi wa 8 katika kesi namba 28949 ya mwaka 2025 ya uchaguzi inayomkabili mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo amehitimisha kutoa ushahidi wake mahakamani akiwa ni shahidi wa kwanza kwa siku ya leo Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 7 2026. Shahidi huyo alijitambulisha kwa jina la Zuhura Moshi Kibiriti mwenye umri wa miaka 43 ameieleza mahakama kuwa yeye ni Muislamu mkazi wa Ujiji wilaya na mkoa wa Kigoma akiwa anajishughulisha na ujasiriamali. Akiongozwa na wakili wa mleta maombi John Seka sambamba na maswali ya dodoso yani cross examination aliyohojiwa na mawakili wa utetezi ambao ni wakili wa serikali George Kasinda na kwa niaba ya mjibu maombi wa kwanza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC na watatu ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali AG pamoja na maswali ya dodoso kutoka kwa wakili Emmanuel Thomas Msasa anayemwakilisha mjibu maombi wa pili yani Clayton Revocatus Chipando almaarufu Baba Levo. Shahidi huyo amesimulia kila alichokiita kuwa ni vitendo vya haramu na haki haramia alivyofanyiwa na wafuasi wa aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM wakati huo ambaye ndiye mbunge wa sasa Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo. Mbele ya Jaji Victoria Nongwa anayesikiliza kesi hiyo ambayo ni pekee ya uchaguzi inayoendelea mahakamani kwa sasa hapa nchini, shahidi huyo amedai kuwa Oktoba 29 mwaka 2025, yani siku ya uchaguzi mkuu, akiwa njiani kuelekea kwenye kituo cha kupigia kura, alifuatwa na gari nyeupe Land Cruiser lenye vioo vyeusi kwa nyuma ambayo hakutambua namba ya gari hilo mara moja. Amedai kwamba wakati gari hiyo ikimfuata ghafla, watu waliokuwa wamevalia makoti meusi, viatu, gloves na huku wakiwa wamefunika nyuso zao walishuka na kuanza kumkimbiza, na kwamba baada ya kukimbia kwa umbali mrefu, wawili kati ya wale waliokuwa wakimkimbiza walirudi kurejea sehemu iliposimama ile gari, huku mtu mmoja ambaye baadaye alikuja kumtambua kwa jina moja la Rashidi aliendelea kumkimbiza. Alipoulizwa alimtambuaje Rashidi, shahidi huyo alijibu kuwa kwa muda amekuwa akimtambua Rashidi kama dereva wa basi moja la shule, lakini pia mara kadhaa alimuona kwenye kampeni za mgombea ubunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia CCM yani Baba Levo. Amesema baadaye alikamatwa na kuingizwa kwenye gari ambapo akiwa ndani ya gari akalazimishwa kulala kichwa chini. Baadaye watu hawa wanaodai kuwa walimkamata ambao yeye anawaita kuwa ni watekaji walichana mkaja wake na kumfunga usoni, ambapo hayo yote yalikuwa yakiendelea huku gari ikiwa inatembea. Anasema baada ya kutembea kwa muda mrefu alifika sehemu aliyohisi kuwa pengine kulikuwa na geti, na gari ilipofika kwenye eneo hilo ikapiga honi. Baadaye akahisi geti limefunguliwa na gari walilokuwa wamepanda ikaingia ndani, na kwamba akiwa hapo yeye na wenzake ambao alitambua baadaye kuwa walikuwa mateka wenzake walipitia mateso akiwemo kupigwa huku wakiwa wamefungwa vitambaa usoni, na walikuwa kwenye mazingira hayo hadi usiku. Anasema usiku wa siku hiyo majira ya saa 4 kuelekea 5 walichukuliwa tena na kwenda kuachwa kwenye maeneo ya Kichangachui, ambapo wakiwa maeneo hayo huku wakiwa wameendelea kufungwa vitambaa usoni na kulazwa kifudifudi, walisikia sauti za watu walizokuwa karibu na hapo, na kwa umbali walisikia watu hao wakipiga kelele, ambapo baadaye watu hao walikuja kuwafungua na kuwapatia msaada. Akiwa chini ya kiapo, shahidi huyo ameendelea kuieleza mahakama kwamba aliporudi nyumbani alipata taarifa kutoka kwa mama yake na ndugu zake wengine kuwa hata wao siku hiyo hawakupiga kura. Alipoulizwa endapo aliwahi kumuona aliyekuwa mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia CCM wakati huo ambaye ni mbunge wa sasa Clayton Revocatus Chipando Baba Levo wakati wa madhila yote anayodai kuwa amepitia, shahidi huyo amesema hakumuona mwanasiasa huyo bali waliwaona na kuwatambua baadhi ya wafuasi wake. Sasa pamoja na mambo mengine, shahidi mwingine ambaye ametoa ushahidi wake ni pamoja na Alhaji Suleiman Sima Masudi ambaye ni shahidi wa 10. Yeye ana umri wa miaka 64, ni mkazi wa Ujiji kata ya Kasingrima mtaa wa Wellington, ni mkulima na ni muumini wa dini ya Kiislamu. Yeye ametoa ushahidi wake akiongozwa na wakili wa waleta maombi John Seka, lakini amehojiwa maswali ya dodoso akiongozwa na pamoja na mawakili wa utetezi kwa maana ya wakili wa serikali mkuu Vivian Methodi pamoja na ambaye anawakilisha mjibu maombi wa kwanza pamoja na watatu, pamoja na wakili Msasa anayewakilisha mjibu maombi wa pili yani Baba Levo. Huyu ni mjumbe wa halmashauri kuu ya BAKWATA, lakini pia yeye ni mwenyekiti wa ngome ya wazee wa chama cha ACT Wazalendo. Lakini pamoja na mambo mengine mengi ameeleza katika safari yake mpaka madai yake ya kutekwa na mengine mengi ambayo amejiri katika safari yake ya mkasa ambayo imepelekea kuja kutoa ushahidi hapa kando ya viunga vya mahakama ambapo kesi imeahirishwa kwa takriban saa 1. Tumezungumza na wakili
waleta maombi kwa John Seka ili kujua nini hasa ambacho kinaendelea na kitu gani ambacho hasa watarudi nacho katika wakati unaofuata. Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili na katika kesi hii ya uchaguzi jimbo la Kigoma mjini ninawakilisha walalamikaji katika shauri hili ambao wanamlalamikia mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Bwana Clayton Revocatus Chipando kuwa hakuchaguliwa kihalali na kidemokrasia katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 mwezi wa 10 2025 pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kigoma mjini. Sasa leo tumeendelea na ushahidi, leo tarehe 9 tumeendelea na ushahidi na tulikuwa na mashahidi watatu ambao wametoa ushahidi, na kwenye ushahidi wao mambo yalikuwa yamejikita zaidi ni ni namna ya kukiuka taratibu za uchaguzi uliokuwa umefanyika, lakini pia imelalamikiwa kuwepo kwa vitendo vya rushwa na udini hasa katika michango ya ujenzi wa zahanati ya BAKWATA, lakini pia imelalamikiwa jambo la vitendo vya utekaji kwa baadhi ya watu na wapiga kura ambao walilalamika kwamba wao wametekwa mahakamani. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa msingi wa mashahidi wengi wa leo kwenye hayo mambo mawili. Basi mashahidi hao wametoa ushahidi wao kwa maandishi, lakini baada ya ushahidi huo wamehojiwa kwa kina na mawakili wa serikali, lakini pia wamehojiwa kwa kina na mawakili wa Baba Levo, na mahojiano hayo yalijikita kwenye kubomoa ushahidi huo wa maandishi uliotolewa na mashahidi. Baada ya kufanya hivyo, na sisi tulipata fursa ya kuhoji tena kwa mara ya pili ili kuweza kufukia mashimo ambayo yalitokana na maswali ya dodoso. Baada ya hapo sasa, kinachobaki ni kuiachia mahakama katika wakati muafaka itapima uzito wa ushahidi huo uliotolewa na wadau mbalimbali na mashahidi mbalimbali, na baada ya kutoa ushahidi huo na baada ya kupima, mahakama itakuwa na nafasi ya kuamua ni shahidi gani mahakama inapaswa kumwamini ili kuweza kutatua malalamiko yaliyopo kwamba uchaguzi haukuwa haki. Kwa mujibu wa shahidi aliyekuja kuliongelea swala hilo, yeye kama mmoja wa viongozi wa BAKWATA anasema nafsi yake ilikuwa inamsuta kwa sababu kwa ufahamu wake na taratibu za kidini michango haikatazwi, lakini kwa maoni yake michango ya namna hiyo inapotolewa na mgombea wakati wa kampeni za uchaguzi zinaendelea na mgombea huyo akatoa mchango huo kwa masharti kuwa viongozi wa dini wamuunge mkono na kuwaambia waumini wake wampigie kura kwa sababu ametoa mchango kwa ujenzi wa zahanati, kwa maoni ya shahidi alikuwa anaona jambo hilo sio sahihi. Kwa hiyo ndio kilichomleta kutoa ushahidi huo na kusema kwamba kwa maoni yake anaona haikuwa sahihi kwa mchango wa zahanati kutolewa wakati wa kampeni. Mchango huo ungeweza kutolewa wakati mwingine, au hata kama ukitolewa wakati wa kampeni basi utolewe kwa siri bila ya kuwa na vikao maalum, kwa sababu vinaweza vikafanya wananchi kuona kwamba huyu aliyechangia ndiye anayestahili kupigiwa kura na watu wa imani hiyo.